Hello, watu wangu wa zoni yetu, mambo namna gani? Ni mimi nephew wenu kama kawaida yangu, nimekuja tena kwenu. Lakini leo na mada nzuri kuhusu walevi. Nyi walevi mnanisikiliza, leo nitakuongeleeni kidogo, lakini baadaye nitawachekesha kwa mbali. Anyway, kabla sijaendelea, kumbukeni hii topic ya leo imeletwa kwenu kwa wadhamini wangu wakubwa Wano Africa. Wano Africa, watu wangu sana bwana. Tuendelee. Sasa basi. Leo nataka nikwambie kitu kimoja kizuri sana kitakusaidia. Hivi ushai kwenda naongea kwa watu walikuwa Marekani haswa, sijui watu ambao wako Tanzania na nchi nyinginezo, lakini kwa wale walikuwa Marekani unakuwa ni mlevi. Unajua zamani ulivyokuwa mdogo, kabla hujatimiza miaka fulani, tuseme 40 na kuendelea, ulikuwa ukinywa pombe, hangover inaanza saa 1 asubuhi inakata saa 3 asubuhi. Ila siku hizi bwana ina ratiba mpya. Ukishakuwa umetimiza miaka 40 na zaidi, hangover inaanza saa 1 asubuhi na maliza saa 1 usiku. Siku imeisha hiyo ndugu yangu. Sasa unaenda kwa daktari, unaambia bwana mimi si na kunywaga tu bia 2 au bia 3 kwa siku labda. Daktari anakuambia eti wewe ni alcoholic. Hapo hujamwambia the full story. Ungemwambia full story sasa si ungelazwa. Sasa madhara ya pombe bwana yametokea hivi bwana. Kuna msela mmoja bwana, nilikuwa naangalia show fulani hivi. Jamaa aliua mtu bwana. Unaona bwana, aliua mtu akakaa kimya. Sasa sikio kanywa mapombe yake, sikawapigia si polisi bwana. Akiwa amelewa, akaambia bwana mimi bwana niliua mtu siku fulani. Akamwambia siku gani, akataja nani, akamtaja, ilikuwaje, akaelezea kila kitu alichofanya na ushahidi unaonyesha ni yeye ndiye aliyefanya, kwa sababu ushahidi ni ule. Sasa polisi wakaichukulia kama vile utani. Wakaifuatilia ile kitu, akagundua huyu jamaa lazima ni yeye ndio alihusika. So akamfuata couple days later. Wakamdaka. Sasa si yuko soba, akumbuki, alikiri kwamba aliua. Kafungwa jamaa, mapombe hayo. Kwa hiyo bwana, ukishatimiza miaka 40 na kuendelea, pombe zako angalia. Unaweza ukaja kujiharibia huko mbeleni, kwa sababu kuna mambo ulikuwa umeyatunza huku, umepiga chicha, sasa umeyatoboa, imeisha hiyo. Sasa kingine sana kwa nataka leo niwakumbusheni kitu kimoja. Hivi ni kwa wale ambao wamecheza ule mchezo wa kusugua ubuyu, alafu unamgusa nao mtu anaungua. Hivi ni nani alikuja na hiyo idea? Yaani kuna watu wajanja. Yaani unausugua ubuyu ule. Mbegu ya ubuyu kwa wale ambao wameishi maisha yale ya kitaani. Unajua leo ukiusugua ubuyu ukamgusisha mtu anavoruka. Nani aligundua hiyo kitu? Naomba mnisaidie kama mna hilo jibu. Lakini kabla sijamaliza leo naacha na kibwagizo. Kibwagizo changu cha leo kinasema hivi: pull someone's leg. Kwa Kiswahili lina maana gani pull someone's leg? Bana, ni mimi nephew wenu. Msisahau kulogin mkaichungulia Wano Africa. Mpaka siku nyingine tena, endelea kupambana. Zoni yetu haiwezi kufa, imechorwa kwenye roho.